waziri alipokuja Mheshimiwa Rais kufungua hospitali ya wilaya ya Gairo, alipata zile changamoto pale kwamba ile hospitali inatumika eneo kubwa kwa watu wa Kongwa, watu wa Kilindi na watu wa Kiteto Manyara. Kwa hiyo toa maagizo ziongezwe idadi ya madawa yatakayokwenda kwenye ile hospitali ya wilaya, kwa sababu nyinyi mnaangalia idadi ya watu waliopo wilaya ya Gairo, lakini hamuangalii wale ambao wako nje ya wilaya ya Gairo. Na la pili, alisema kwamba pale pareto ya ambulance, kwa ajili ile ambulance inatumika hospitali ya wilaya inatumika sana kwa ajili ya watu wa barabarani, kwa sababu pale Gairo ni katikati ya Morogoro na Dodoma. Kwa nilikuwa nakuomba tushughulikie pale, kwa sababu ile hospitali, Mheshimiwa Waziri, wakati ukiwa TAMISEMI ulituletea DMO, lazima niseme kwamba umetuletea DMO mzuri sana, na hivi sasa mwaka jana imekuwa ni mshindi wa kwanza katika kutoa huduma Tanzania nzima katika hospitali za halmashauri. Gairo ndo ya kwanza. Kwa hiyo lazima nimsifu DMO pamoja na watumishi wote wa hospitali ya wilaya ya Gairo. Kingine ni hospitali yetu ya mkoa wa Morogoro ambaye sasa tunaita hospitali ya rufaa. Kwa kweli hamtutendei haki Wizara ya Afya. Kulikuwa na ile SSR ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Tuliambiwa tutafute eneo, tutajengewa hospitali ya rufaa. Tukenda tukapata eneo zaidi ya heka 100. Sasa hivi hakuna chochote, hatujui kinachoendelea kitu gani hospitali ya mkoa wa Morogoro. Na mkumbuke hospitali ya mkoa wa Morogoro, mkoa ule ni mkubwa katika Tanzania nzima, na hata idadi ya watu na wilaya zake ziko mbali. Kwa mfano kama Mlimba, mtu atoke Mlimba kwa ndugu yangu hapa Lokatale mpaka afike pale ni kilomita zaidi ya 300. Mtu afike Malinyi kwa dada Meki pale zaidi ya kilomita 200 na kitu. Atoke kwa Zuberi huko, atoke Gairo, atoke Kilosa. Sasa kile hospitali cha mkoa, vijengo vya zamani, hata wagonjwa wengine wakiingia pale kwa mashaka tu, mara ukuta wanataka kubomoka, ni wengine wanakufa kwa mashaka, sio tena kwa ajili ya ugonjwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana, ndugu yangu Mchengerwa, utusaidie sana hospitali ya mkoa wa Morogoro, tupate hospitali ya rufaa. Ningeshika leo shilingi yako, lakini kwa sababu wewe ni mgeni, acha niache. Lakini tunaomba sana hospitali ya mkoa wa Morogoro tupate hospitali ya rufaa. Kiwanja tunacho, kila kitu kipo, sio pale eneo lile liko katikati ya mji. Ukienda pale mpaka Aibu, watu wanalala mpaka barabara ile ya kwenda Morogoro hoteli, watu wanalala pale. Alafu kingine, kuna hospitali moja ya kwa ndugu yangu hapa huyu wa Ifakara Asenga, ile pamoja na ile kuwa ni hospitali ya kanisa St. Francis, lakini inasaidia sana yale maeneo ya Mahenge, hata huku Gairo, Malinyi, Mlimba, isaidiwe na serikali. Wale sasa hivi hawana uwezo. Hata juzi tumeenda na Senga pale, tumechanga, tumetoa vitu vifaa kwenye ile hospitali, inachukua lile eneo lile kama mkoa nalo. Kwa hiyo ile hospitali ya St. Francis muiangalie kwa jicho la huruma. Lakini kikubwa zaidi, Mheshimiwa Waziri, nataka nikwambie kwamba uko kwenye wakati mgumu kwenye hii wizara. Kwa hiyo kama usipokuwa ngangari, kwa kweli unaweza ukachomoka, kwa sababu hii sehemu ya madawa ni sehemu kuliko madawa ya kulevya. Serikali inatumia dola bilioni 1 kwa mwaka, ni sawasawa na trilioni 1 karibia 0.7, trilioni 2.7 za Kitanzania kwa ajili ya kuagiza madawa. Lakini hii inaonekana watu waliohozi ni yale mapapa makubwa kwa ajili ya kuleta dawa. Na katika hizo dawa, mimi sitaki kupepesa macho, nyingi ni feki na zina miligramu chache. Unaweza kaandikiwa dawa miligramu 500, ndani kuna miligramu 250. Na nimefanya utafiti wa hali ya juu sana, mpaka mimi nilichukua vidawa fulani nikavipeleka nchi fulani, kama vile vidawa vya gesi vinaitwa nini, jamsi vinaitwa nini vile, na kwenda kule yule jamaa, nimeenda dukani nikamwambia nataka kama hii, akanitajia bei inafanana Tanzania. Nikamwambia mbona Tanzania hizi bei rahisi? Akanitolea boksi hizi, akasema si haturuhusi kuuza hizi, na mimi chukua bure. Kwa hiyo mheshimiwa, kwenye mpango wa kujenga viwanda
pale mlipoweka heka 400 kwenye ile hospitali Mloganzila, naomba viwanda wa Tanzania, kama ni watu wa nje waje wajenge Tanzania, kama kila kitu kije kujengwa Tanzania. Hii habari ya kutegemea watu wa nje kuagiza madawa huku, hiyo habari tuachane na hiyo Tanzania. Huu mpango ni mzuri na huu mpango lazima utekelezwe. Tunajua kuna vita kubwa sana na vita hii, na nawashukuru wabunge hawa walioingia bunge jipya hii. Hawa wengi humu sio wale watu wa kubabeshwa na shilingi hao. Piga makofi kwa wabunge wapya wote humu na wazamani waliorudi Safari mimi nikija kuona mpango huu kuna mtu anaokwamisha, nitatafuta majina na nitakuja nayo hapa, nitayataja. Najua bora niitwe kamati ya maadili, lakini nitataja majina ya watu wanaokwamisha mambo ya viwanda hapa vya nchi. Na hata vyombo vya ulinzi na usalama lazima waunge mkono hili swala, kwa sababu hili ni swala, waheshimiwa wabunge, hamlielewi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ni kuliko madawa ya kulevya, na watu wamejipanga, wanapinga viwanda visiwepo Tanzania vya madawa. Lazima niwaambieni, Mheshimiwa Waziri, sisi tuko na wewe bega kwa bega, tunakuunga mkono na tunaomba uhakikishe kwamba viwanda vinapatikana, kwa sababu leo fikirieni, palikuwa na ile shida ya COVID, dawa zinatoka nje, mara tunatishwa, zingine zinapunguza nguvu za kiume, wanaume wengi hawajachoma zile, mara wengine sijui wanawake wanaambiwa hawazai, mara sijui nini. Lakini na kweli ukipiga sindano nyingine kwanza mpaka umwe na mke siku ya pili. Lakini tungekuwa na viwanda vyetu hapa, tungekuwa tuna mashaka, na Watanzania wana imani sana na vitu vyao. Kwa hiyo wangechoma zile sindano, tungekuwa tuna shida. Leo hii Irani na Marekani wamefunga ule mlango wa bahari pale kwao. Je, pakitokea shida ya madawa tutakosa hata panado za kula hapa Tanzania? Baki hatuna viwanda. Kwa hiyo yote atakayekuwa anapinga huu mpango wa nchi kuwa na viwanda, huyu ni mchawi wa nchi na haitaki mema nchi. Kwa sababu kingine tutakuwa tunaweza kuangalia hii dawa kweli imetengenezwa, ina miligramu 600, ina miligramu 500, tunahakiki wenyewe, tunajua hii kweli. Kama kiwanda kitengenezi, tutakifungia, watu watakuwa oga, watatengeneza viwango vya uhakika vya madawa. Leo hii madaktari wa Tanzania watu nasikia tu India, sijui wapi, Kenya kuna madaktari wazuri, Tanzania kuna madaktari bora sana na ni wazuri sana. Lakini ukimwangalia, mimi na ndugu yangu mmoja alimpeleka India, nikaenda kushangaa dawa alizopewa na daktari wa Tanzania ndio alizopewa India. Lakini za India hizo alizopewa hapa hakupona, alizopewa kule kapona, lakini dawa ni ile. Na hata ukienda ukiangalia maboksi yanayotumika India ya madawa, kama ni Panadol, kama sijui ya Moxlav, kama ni nini, ukiangalia tofauti. Sasa kwa nini wasitupe kama yanayotumika kwao? Kwa hiyo kuna shida sana kwenye madawa haya ya binadamu. Tunao madaktari wazuri sana, lakini madawa yanatuangusha. Na nataka niseme hata haya madawa haya mnaandika tu madawa made in sijui Italy, made in sijui wapi, yote ni mengi uongo. Yanatengenezwa huko anaandikwa tu made in fulani. Unapigwa hela pale, unaacha kununua dawa 5,000 unaenda kununua dawa 25,000, kumbe ni ile ile tu. Sasa tunaomba umakini, na kwa sasa wakati bado tunaendelea kuwa na viwanda, kuomba umakini wa namna madawa yanavyoingia na kuhakiki haya madawa ni kweli yanatoka nchi fulani. Na hata pamoja na kuwa shida sana kama hamna viwanda kupima miligramu, lakini kidogo inaweza ikatosha. Naunga mkono hoja. Asante sana. Asante.